Karibu mpenzi mtazamaji wa Informative TV. Ni usiku nyingine na wakati pendwa kwako na kwangu kukutana katika kipindi chako bora kabisa, kipindi maalum kinachoangazia mkutano wa 73 wa bodi ya ACI Africa, mikutano ya kamati na maonyesho utakaoanza tarehe 24 hadi tarehe 30 Aprili katika jiji la Arusha. Mimi ni Albert Kilala. Mgeni ambaye nimemwalika studioni kwa lengo la kutoa ufafanuzi kuelekea mkutano huo si mwingine ni kakaangu Vedastus Masunga Fabian. Yeye ni mkuu wa udhibiti wa viwango katika mamlaka ya viwanja vya ndege. Niko naye katika studio. Karibu sana kwa kipindi. Asante sana Mr. Kilala. Karibu sana. Nimefurahi sana kupata siku ya leo kwa lengo la kutoa ufafanuzi na elimu kwa Watanzania kuelekea mkutano huu. Kwa awali ya yote, kwanza tufahamu huu mkutano hasa ni mkutano gani, unalenga nini na nini tija kwa Watanzania? Karibu sana. Asante sana ndugu Kilala. Mkutano huu ni wa shirikisho la viwanja vya ndege katika bara la Afrika ambao unalenga kukutanisha wadau wa usafiri wa anga Afrika, hasa waendeshaji wa viwanja vya ndege katika bara hili ambao wako katika nchi 54. Hawa wanakutana katika kujadili mambo yanayohusu maslahi ya viwanja vya ndege katika Afrika, lakini pia wanaangalia usafiri huu uwe endelevu, uwe salama na uwe na ufanisi katika bara hili. Kwa hiyo kukutana kwao kunalenga katika kuboresha maeneo hayo katika uendeshaji wa viwanja vya ndege katika bara la Afrika. Sawa. Nikushukuru kwa ufafanuzi wako mchache, lakini napenda kufahamu wajumbe wa mkutano huu pamoja na uendeshaji wa bidhaa watafaidika vipi na mkutano huu? Wajumbe wa mkutano huu watafaidika kwa kujifunza mbinu mbalimbali za kufanya usafiri wa anga uwe salama, uwe endelevu na uwe na ufanisi. Lakini pia tutajifunza namna ambavyo usafiri huu wa anga utafanya kazi zake ukizingatia hifadhi ya mazingira. Lakini pia tutajifunza na kuhusu teknolojia zilizopo na ambazo pengine baadhi ya wenzetu tayari wanazitumia, maana siku zote tunasema hatuhitaji kuvumbua tena gurudumu upya wakati kuna mwingine alishalivumbua. Kwa hiyo kama kuna mwenzetu katika bara hili tayari anatumia mbinu fulani au anatumia teknolojia fulani, basi tunajifunza kwake na sisi tunafanya katika kuboresha usafiri wa anga kwa ujumla katika bara letu. Tunapoangazia huu ni mkutano ambao unaangazia Afrika, lakini kwa sababu tunazungumza na Tanzania na mkutano unafanyika hapa nyumbani, tuambie huduma za uwanja wa ndege hivi sasa Tanzania iko namna gani? Ubora wake, labda kuna changamoto gani na namna gani tunazoovercome? Asante ndugu Kilala. Huduma za viwanja vya ndege hapa nchini kwa ujumla ziko vizuri, na tunachohakikisha ni kwamba kwa kufuata miongozo inayotolewa na shirika la usafiri wa anga duniani ICAO, na hapa nchini tunasimamiwa na mamlaka ya usafiri wa anga nchini, tunahakikisha miongozo ile tunaifuata kikamilifu, ambayo inatuongoza katika nyanja mbalimbali zikiwemo ulinzi na usalama. Tunahakikisha watumiaji wa viwanja vyetu wanapokuja wanawasili wakiwa salama, ulinzi ukiwa thabiti. Kuna tofauti kati ya ulinzi na usalama, japo maeneo mengi unakuta mtu ukisema usalama mtu anachukulia kama ni ulinzi, au pengine usalama na ulinzi ni kitu kimoja. Usalama kwa Kiingereza tunasema ni safety. Ni hali ya kutokuwa na au hali ya kuzuia au kupunguza uwezekano wa kutokea madhara kwa watu, mali na kadhalika. Lakini tunaposema ulinzi tunamaanisha kwa Kiingereza security. Kwa hiyo wanapofika kutoka maeneo mbalimbali kupita kwenye viwanja vyetu, wanakuwa wamelindwa mpaka watakapokuwa wameondoka katika maeneo yetu. Lakini pia wanapoingia maeneo yetu, kuingia kwenye majengo yetu kwa ajili ya kusafiri, watalindwa vizuri mpaka watakapokuwa wameondoka. Sasa nijulishe pamoja na mtazamaji anayefuatilia hapa Informative TV, mada gani kuu na kuzingatiwa katika mkutano huu? Katika mkutano huu tunazingatia kuona kwamba viwanja vya ndege
vinaendeshwa katika hali ambayo inazingatia utunzaji wa mazingira. Lakini pia tunaangalia kwamba viwanja vya ndege shughuli zake zinaendeshwa katika kustawisha uchumi. Lakini pia tunaangalia masuala ya utalii, kwamba viwanja vya ndege vinachangia kiasi gani kwenye kukuza sekta ya utalii. Na pia tunaangalia matumizi ya teknolojia katika uendeshaji wa viwanja vya ndege na pia katika utunzaji wa mazingira. Sasa katika mkutano huu tumeona katika orodha kati tunapitia na naona kwamba Global Med Kenya inatajwa kuwa miongoni mwa washiriki wakuu wa mkutano huu, na hasa katika upande wa utalii tiba. Hii ni maana nini na kushirikisha katika mkutano huu mkubwa kabisa wa kikanda? Kuhusu eneo hili ambalo lina wadau wetu hawa Global Medicare, ni eneo muhimu katika mkutano huu na katika eneo la utalii tiba. Ukizingatia kwamba hawa ni wataalamu wazoefu waliobobea katika huduma za tiba. Sio kwamba tu wao wanatoa, ni kwamba wao ni waunganishi wa watu wanaohitaji huduma za tiba hapa, wanaokuja hapa ndani kwa huduma za tiba. Maana sasa hivi kama Tanzania tuko juu kidogo, ukizingatia kwamba tuna taasisi ambazo zinatoa huduma ambazo kwa nchi zinazotuzunguka hazipatikani. Tuna taasisi zetu, unaweza kukuta kuna huduma kwa mfano iko Ocean Road pale ambayo kwa wenzetu wengine hazipatikani. Kuna huduma bora kabisa za matibabu ya moyo na kadhalika zinapatikana pale taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete pale. Kuna watu watakuja kupata huduma kama hizo, lakini hawa wadau ni rahisi kufanya uwezeshaji wa hawa watu kufika kwenye hizo huduma, pengine hata kujua hizi huduma bora zinapatikana wapi. Kwa hiyo utalii tiba wanapokuja kwa ajili ya utalii tiba kupata huduma za tiba hapa wanaunganishwa. Lakini pia hawa ndugu, kuna huduma zinazopatikana nje ya nchi yetu ambazo pengine hata unaweza usijue, lakini kwa hawa utazijua kwamba zinapatikana wapi, na wao watakuunganisha mpaka kuzipata kule na kwa bei ambayo ni nzuri. Kwa hiyo hawa wana umuhimu, na kwenye mkutano wetu huu sasa wanakuwa ni wadau wetu muhimu, kwa sababu kuna huduma za kitabibu na huduma za kiupimaji, huduma za awali za masuala ya kiafya watazitoa kwenye kiwanja ambacho wajumbe wetu watakuwa wanawasili pale Arusha, ambacho ni Kilimanjaro International Airport, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Wao watakuwa pale kwa ajili ya kutoa huduma hiyo, na kama mtu atahitaji hata huduma za kukimbizwa hospitali, basi wao watafanya muunganisho wa huyu na ile hospitali waweze kufika na kupata huduma kwa haraka na zilizo bora. Naam, mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni kipindi maalum ambacho tunaangazia mkutano wa 73 wa bodi ya ACI Africa, mikutano ya kamati na maonyesho utakaoanza tarehe 24 hadi tarehe 30 katika jijini Arusha. Nataka kufahamu kwa nini Arusha na sio Dar es Salaam ama Dodoma, na dunia inakutana, kwa maana Afrika inakutana kule Arusha. Kwa nini Arusha? Asante. Arusha ilishapewa jina Geneva ya Afrika. Ndio. Na pia ni kitovu cha utalii katika nchi yetu. Kwa hiyo limekuwa ni jambo jema usafiri wa anga, ukizingatia na theme yetu inaangazia pia swala la utalii, kupeleka kwenye kitovu cha utalii katika nchi yetu ni sahihi kupeleka katika Geneva ya Afrika. Kwa hiyo watakapoenda pale watapata na fursa ya kuona vivutio mbalimbali ambavyo vinaweza vikaonekana ndani ya jiji la Arusha na kuzunguka maeneo mengine jirani na Arusha. Ni jambo jema sana. Sasa nisaidie pia na watazamaji wetu ambao wanafuatilia kipindi hiki waweze kufahamu namna gani mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA imejiandaa iwapo yatatokea dharura mbalimbali za kiafya. Hao ni wageni wengi wanakuja hapa nchini Tanzania, lakini sio tu wakati wa mkutano huu, lakini hata baada ya mkutano. Ni kiasi gani wamejiandaa kuhakikisha kwamba wanaokuja kwa ajili ya kutibu utalii ama wakaugua ghafla, wamejiandaa vipi kama mamlaka? Mamlaka ya viwanja vya ndege imejiandaa vizuri. Kuna maandalizi kwa ajili ya mkutano huu ambayo yamekuwa na huduma zimeongezwa kuhakikisha kwamba wanapofika wanapata huduma ipasavyo
Mtu anaweza kuwasili pale ana changamoto za kiafya. Watakuwepo wadau wetu hasa kutoka kampuni ya Global Medicare ambao watakuwa wanashirikiana na madaktari wa hospitali za mkoa wa Arusha ambao watakuwa wamewekwa katika vituo ambavyo watakuwa tayari kuwahudumia kuanzia kiwanja cha ndege mpaka ukumbi wa mkutano mpaka mahotelini, kuhakikisha yeyote atakayekuja na changamoto atahudumiwa. Na hata yule ambaye ana changamoto ya lugha, kutakuwa na watu ambao wanajua lugha na wataweza kutafsiri pale ili aweze kupata huduma vizuri. Ndio maana tunasema tutakuwa na dawati au ofisi ambazo zitakuwa zimewekwa maalumu kwa ajili ya kuhudumia wanaofika na changamoto za kiafya pale kiwanjani, lakini pia ukumbini, pia katika mahoteli. Sasa hizi nimesema ni za ziada. Na ndio niliongea hapo awali nikasema hawa watawezeshwa hata kama atahitajika kwa tatizo alilonalo kwamba lazima apelekwe hospitalini. Tumeweka utaratibu ambapo hawa wataunganishwa na hospitali na watafikishwa haraka na hospitali ile watapata huduma kwa haraka inayostahili. Hii nimesema ni ya ziada. Sasa utaratibu wetu wa kawaida katika mamlaka ya viwanja vya ndege, tuna huduma ya kwanza ya kiafya kwa kawaida ambapo yeyote anayefika na changamoto ya kiafya anahudumiwa pale. Na kama itaonekana changamoto ile ni kubwa kuliko uwezo wa wahudumu wa afya waliopo kiwanjani au vifaa tulivyonavyo katika ngazi ya kiwanja cha ndege, basi huyu atawekwa kwenye ambulance na akiwa na mtaalamu anamhudumia ndani yake na kupeleka hospitali inayostahili. Na kuna mpango wa kitaifa ambao umepangwa kukabiliana hata na magonjwa hatarishi yanaweza kusambazwa kwa usafiri wa anga. Basi kuna mpango kamili wa kukabiliana nayo ambayo na wadau mbalimbali ambao ikitokea akabainika mtu ndani ya ndege au ameshuka kiwanjani akabainika kuwa na dalili, kwa mfano wanapokupima kile kipima joto, inaonekana joto lako limepanda kuliko linavyostahili, basi huyo mtu tunajua atapelekwa wapi. Kwa mfano kwa Dar es Salaam kuna kituo kilichotengwa kabisa, atachukuliwa, atatengwa kwanza kuthibitika kwamba huyu kweli dalili zake zinaelekea ni ile shida ya kiafya iliyotokea, kwa mfano una mafua ya ndege, mafua ya nguruwe na kadhalika. Hata kipindi cha Ebola tunashukuru hatujapata mgonjwa wa hivyo wa namna hiyo, na tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie tusipate wa hivyo. Japo na hatua zinachukuliwa madhubuti na Wizara ya Afya kudhibiti. Kwa mfano Marburg ilizimwa ikanyamaza pale pale ilipoanzia. Ni jambo jema. Lakini ikitokea mtu anakuja na dalili za namna hiyo, basi atatengwa, atawekwa pembeni, watamwangalia kwa ukaribu, watafanya mahojiano, watampima vipimo vya awali, wakibaini kwamba hii inaelekea ni dalili ya shida ile kubwa, basi atakimbizwa kwenye kituo cha kutengwa ambako kwa Dar es Salaam kipo kinajulikana, na wadau wote wanaohusika na ambulance wanajua watamkimbiza pale, ataendelea kupata huduma kule. Kwa hiyo tuko vizuri na mpango wa kukabiliana na haya matatizo ya kiafya ya wateja wetu, wasafiri wanaopitia viwanja vyetu uko vizuri. Sasa nikushukuru kwa maelezo mazuri na ufafanuzi, nikiamini kwamba usalama wa tahadhari ambao unachukuliwa na mamlaka ya viwanja Tanzania kwa maana TAA. Ni mkutano wa 73 wa bodi ya ACI Africa. Nataka kufahamu pamoja na watazamaji wangu, ni wajumbe wangapi watakwenda kuhudhuria mkutano huu kutoka nchi za Afrika? Tunategemea wajumbe kutoka nchi 54 za Afrika, kutoka taasisi 75 za viwanja vya ndege zinazoendesha viwanja takribani 265 katika bara zima la Afrika, kwa sababu naamini hakuna nchi mwanachama ambaye atapenda kukosa mkutano huu. Kwa hiyo tunategemea kuwa na wajumbe wengi. Sasa mtazamaji, tukielekea tamati ya mahojiano hayo, na ningependa kufahamu nje ya ratiba ya vikao kwa maana mikutano, mambo gani mengine muhimu sana wageni hawa wataka kuyapata hasa katika jiji la kiutalii Geneva ya Afrika pale Arusha? Kwa mwelekeo huo wa kiutalii katika Geneva ya Afrika, kitovu chetu cha utalii, tunategemea nje ya mkutano wajumbe watapata fursa ya kutembelea maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii katika jiji la Arusha na maeneo kuzunguka maleo jirani na Arusha, na wataweza kujionea na pengine kuvutika kufanya utalii, kuja kufanya safari ya utalii au hata kuendeleza kubaki kwao nchini kwa ajili ya kufanya utalii.
Kwa tukio hili tunachofanya pia ni kutangaza fursa za utalii katika nchi yetu, na tunapotangaza fursa hizo, kitovu chetu ni Arusha, ambapo watapata nafasi ya kutembelea, wanaweza kuvutiwa wakaja kutembelea, lakini pia kuna mambo mengine watajifunza kutokana na maonesho yatakayokuwa yako pale, ambayo yatachangia pengine wakarudisha ujumbe kwao huko, na kuna watu wakaja kutalii kuendeleza ajenda ya nchi yetu katika kukuza sekta ya utalii. Sasa nakushukuru sana. Salamu la mwisho kwako ni wito kwa Tanzania, hususan wakazi wa jiji la Arusha. Wao ni wafanya biashara, ni fursa kwao zinakwenda. Tunamisa kwamba wao watachukua kama ni fursa wageni hawa kutoka Afrika wafika pale. Wito wao kwao namna gani ya kuwapokea wageni hawa kwa muda wote huu kuanzia tarehe 24 mpaka 30 watapokuwepo katika jiji la Arusha? Tafadhali. Wito kwa wakazi wa Arusha. Mkutano huu kuja kwetu, sawa, sisi ni wenyeji, ukarimu. Lakini kwao wenyeji wa Arusha ni fursa, kwa sababu wageni hawa watalala katika mahoteli, watapata huduma mbalimbali katika jiji la Arusha. Hii ni fursa. Lakini pia ni fursa ya kujitangaza vizuri kwa hawa, kusudi nao wavutiwe kurudi kutalii, na pia wakatutangaze huko waendako, huko wanakotoka, ili watu wapende kuja kutalii kwetu. Lakini pia kupitia maonesho yale ni fursa pia, kwa sababu wanaonesha pale, wale wa ndani ya nchi yetu watakuwa wanatangazia nchi zote kwamba hapa tuna kampuni hii na hii na hii ambazo zinaweza zikawapa huduma hii na hii na hii. Unakuta mtu kuna huduma hiyo anahitaji, lakini hakujua hata ataipata wapi, lakini akifika pale akaona maonesho yale, anajua kumbe inapatikana wapi. Ni fursa hiyo. Lakini pia hata haya makampuni yanayojionyesha nayo, upande mwingine ni fursa, kwa sababu yanatangaza biashara zao ambazo pia zitauzika. Nao ni wadau wetu muhimu, zitauzika na zitajulikana zipo hapa nchini, na watu wanaweza kuja kupata huduma hizo hapa nchini. Lakini pia kitu kingine katika maonesho hayo, usishangae kukutana na teknolojia ambazo watu wetu wanahitaji. Wakazi wa Arusha wanaweza kuwa wanahitaji teknolojia hizo, watapata nafasi ya kuzijua kwamba kumbe ziko pale na zinapatikana kwenye kampuni gani. Ni fursa ya kupata mengi sana. Yaani kila mmoja ananufaika na maonesho hayo, kila mmoja ananufaika na fursa ya mkutano huu. Na pia kuna watu watapata ajira. Kuna watu watakaohudumia ule mkutano pale. Ile tayari ni ajira. Kuna makampuni yatakayokuwa yanahudumia ule mkutano, tayari ni ajira. Kuna watu watapata ajira kipindi cha mkutano huo. Na baada ya mkutano huo wanakuwa wameshafahamika kwamba kumbe huduma hii inaweza nikapata kwenye kampuni hii, ni huduma endelevu. Hata baada ya mkutano watu watatafuta huduma za kampuni hizo, na kwa ujumla tunachangia kukuza uchumi. Asante sana. Ni Bwana Erastus Masunga Fabian, yeye ni mkuu wa udhibiti wa viwango katika mamlaka ya ndege Tanzania, akiwa anatoa ufafanuzi kuelekea mkutano wa 73 wa bodi ya ACI Africa, mkutano wa kamati na maendeleo kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 30 katika jiji la Arusha. Ndio sehemu ambapo tutaweza kukutana, kuhakikisha kwamba wakazi wa jiji la Arusha wamechukua yale ambayo yamezungumzwa na kiongozi hapo kwa lengo la kuchukua fursa mbalimbali. Mimi ni Albert Kilala. Tafadhali endelea kufuatilia Informat TV na subscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu. Asante na wakati mwema. Informative TV. We believe in knowledge.